Picha yetu inaanza dada Meli akiomba lazi picha mama Malia kwa jukumu ambalo anaenda kulifanya, na mwisho wa siku alishusha mtandio wake, na baada ya siku akachukua picha ile akaficha maneno ambayo aliacha, akaenda kushika begi lake, na mwisho wa siku akaenda kuiba funguo kwa mama mkuu wa watawa wote wa wanawake na kuanza kukimbia. Kipindi anakimbia na kufika getini, alihangaika kufungua, lakini kuna watawa wanne walimuona, na kipindi yeye anahangaikia kufungua ule mlango, wale watawa wanazidi kumsogelea. Mlango ulipigwa na kufuli ama nyororo nyingi sana. Dada alijitahidi kupenya na mwisho wa siku akafanikiwa, lakini huyu mtawa mmoja alikuja akamshika mguu wake na kumrudisha ndani, na kila wanaposhindana kuvutana, mwisho wa siku akavunjwa mguu na alipiga kelele, mwisho wa siku akapoteza fahamu. Anakuja kuzinduka yuko katikati ya jeneza, katikati ya sanduku, na kila alipoomba msaada kuna yote alimsikia, na mwisho wa siku anajikuta anateketea bila msaada wowote. Siku zikapita na huyu hapa ni dada Cecilia. Yeye ndo kwanza amehitimu hapa Italy na amekuja kujifunza mafunzo ya usista, yani yeye anatamani kuwa mtawa. Basi maskali wakachunguza taarifa zake na dada akaitikia na kila walichomuuliza aliwajibu, na mwisho siku mgeni ama mwenyeji wake Enzo alikuja kumpokea na moja kwa moja kumchukua kumpeleka katika ile kanisa ambalo liko pembezoni mwa mji. Mama mkuu wa watawa anakuja na kumpokea na kumwambia karibu sana Isabella, mchukue huyu nenda kamuonyeshe chumba chake cha kukaa. Isabella alimwangalia kwa wivu na mwisho wa siku wakatolea na tabasamu, na Isabella akamwambia hakika nitakuongoza njia moja kwa moja mpaka ndani chumba chako. Kutaka kujua ametokea wapi na historia fupi, dada alikuwa anamjibu Cecilia kwa sababu Isabella alikuwa ni mtu wa story na akataka kujua huyu dada ametokea wapi na kitu gani ambacho kimemvutia. Dada anaona watawa wengi wamekaa, watawa wengi wanafanya mambo yao, watawa wengi hawana la kufanya sasa hivi zaidi ya kutulia, kwa sababu muda wa masomo ulikuwa tayari umeshaisha. Sasa hivi ni vipindi vya kawaida, lakini anakuja mama Francisca anamshika mkono, anamwambia vipi hali ya babako, anaendeleaje, na akatamani kujua mambo mengi sana. Na dada huyu aliingia moja kwa moja mpaka katika chumba hapa na kukuta watawa wakiwa wanaimba. Hawa walikuwa hapo katika kipindi maalum. Isabella alimuingiza moja kwa moja ndani ya chumba chake, akamwambia hakika hiki ndicho chumba chako, utaka hapa. Hiki chumba mkikumbuka, kwanza picha inaanza alikuwa Malia hapa akiwa anajisaidia. Kuna dada mmoja aitwa Gwen aliingia moja kwa moja akiwa anavuta sigara, umeelewa? Basi dada huyu alifunika kidogo kile sehemu chake cha chooni na kwenda kuna wanao, kwa sababu alikuwa anapata haja ndogo tu. Gwen alimwambia karibu sana, na hakika naomba niwe shoga yako. Na mwisho wa siku kengele ikaita na watu wakasogea kanisani. Wageni wote wanafunzi ambao walihitimu walishika mishumaa taratibu wakawa wanapita. Huyu anaitwa Tedeschi na huyu hapa ni mzee anaitwa Francisco. Hawa wote ndio wachungaji wakubwa ama mapadri ambao wanaongoza kanisa hili. Sasa wakiwa wanavalishwa rozari, kuna sheria ya kubusu pete ya bwana mkubwa Blanco. Basi wote walikaribishwa katika meza ya wageni, na mwisho wa siku masista wote ambao wamehitimu sasa hivi walikaribishwa. Huyu bwana mkubwa alimuuliza dada huyu umetokea wapi na kwa nini umekuja kujiunga na hapa na kitu gani ambacho kimekuvutia, na dada akaeleza story yake kipindi yuko mdogo, kipindi Mungu alivyomtendea miujiza. Kwa hiyo yeye aliona Mungu amemsaidia katika barafu na yeye anataka kumtumikia Mungu mpaka kufa kwake. Basi aliingia chooni huku na kujiweka sawa, lakini kuna sauti anazisikia, na alipotoka mdogo mdogo kuziangalia zile sauti, anamkuta dada mmoja sister ambaye yuko chini amedondoka, amevaa maxi nyekundu huku amejifunika uso wake. Anageuka huku anamkuta mama mkuu wa utawa, anamwambia hakika hiyo ni miujiza tu inaanza kukutokea, hakika hakuna mtawa kama huyo ambaye ameumia. Emshika hii hapa alama ya Yesu, kwa sababu Yesu anataka kukupa baraka. Dada alikamata ule mti, na alipokamata ule mti aliangalia kulia kushoto, anajikuta na yeye anapoteza fahamu. Asubuhi alikuja huku na kuanza kusali ama kutubia kwa dhambi ambazo amezifanya jana, na huyu mchungaji hakumjibu chochote, na mwisho wa siku aliondoka kimeujiza na kupotea. Dada alijiuliza hiki ni nini na huyu ni nani alikaa hapa? Akaona mbona mambo yanakuwa mazito, na mwisho wa siku alivutwa na watu wasiojulikana na kujikuta yupo katika kundi la watu ambao wameshika visu, na mwisho wa siku anaanza kupalula sura yake na kutaka kumtoboa. Dada anakurupuka akiwa usingizini, kumbe ni njozi nzito sana Cecilia alipata, lakini kuna mama alimuona, na alipowasha taa yule mama Francisca alikuwa tayari ashaondoka. Basi asubuhi yake ilipofika, masomo yanaendelea. Mama mkuu wa watawa anawafundisha watawa wote ambao wamekufika wageni na kuwaelekeza na kuambia hakika mambo yote mtajifunza kuchoma sindano, mtajifunza kuwahudumia watu, mtajifunza kuwaweka watu sawa, ili mradi na mjifunze kuchinja kuku, muandae chakula na mjue hata kushona na hata kufua. Basi huku masomo yakiwa yanaendelea, kwa sababu hawa ni wanafunzi wapya. Basi dada huyu Isabella alimtolea sana macho Cecilia, na mwisho wa siku Isabella alipotea. Lakini siku hii usiku
ulipofika anamkuta mama huyu anamkata nywele. Anamwambia nywele hizi unazikata kwa ajili gani? Anamwambia nywele hizi tuna kazi nazo, nataka nikutengenezee ulinzi mkubwa wa Yesu. Huyu mama kwa sababu yeye ni mwenyeji hapa, basi hakuuliza sana. Dada alimleta moja kwa moja kuja kumpumzisha huyu mama na kuondoa, lakini alipoangalia miguu yake alikuta alama nyingi na mikwaruzo mingi kama misalaba. Alipofika huko anamwambia Gweni, kuna mambo ambayo mimi sielewi. Gweni anamwambia hakika hii sehemu hata mimi mwenyewe sielewi, inabidi uwe makini sana. Kweli ni sehemu ya Mungu, lakini hii sehemu ina mambo mengi ya ajabu na mambo chungu nzima. Kwa hiyo hapa anajikuta anaanza kutapika tapika na hali yake ielewi, na mwisho wa siku alienda kuchukua vipimo ili mradi apate kuelewa. Lakini kuna huyu mwanamama hapa ambaye anamshangaa kila wakati, na aliposogelea karibu kumwangalia alikuta njiwa anagonga katika kiona, njiwa yule kupoteza maisha. Basi dada huyu akiwa anasubiri jibu, na viongozi wote kina Galo pamoja na Tisabela na pamoja na Pablo wote wanamngojea hapa na kumwambia hakika inabidi ukacheke afya yako, na afya yako tujue ina kitu gani. Na mwisho wa siku dada akaridhika, kwa sababu hali ya kutapika tapika na hali ya kuumwa iliendelea, na faili lake likatiwa ndani ya sanduku maalum likafungiwa katika hospitali hii. Na hapa jibu linalokuja, hudada ni mjamzito. Dada anashangaa, hii mimba imetokana na nini? Hii mimba gani? Na mimi nimekuwa mama Maria, mama yake na Yesu ama? Basi wanamwambia huo ni muujiza wa Mungu na jambo la Mungu halitakiwi kupingwa. Basi mchungaji anamwambia hakika Mungu amekuchagua wewe. Akamwambia kwa nini Mungu anichagua mimi na kuna wanawake wengi hapa? Basi walimwandalia sherehe kubwa, kwa sababu huyu dada amekuwa ni dada mkubwa ama amekuwa na miujiza. Baada siku zikazidi kuendelea na mimba ikazidi kushamili, lakini dada anajisikia kutapika tapika, na huku akitapika anatoa mpaka meno yake. Anajiuliza haya meno yanatokana na nini na kwa nini nitapike meno? Basi chakula chake kilikuwa cha peke yake, na akaambiwa asifanye kazi yote kutokana ameshika mimba. Na siku hapa hivyo katika swimming pool, Isabela alikuja, alianza kumkaba na kutaka kumuua moja kwa moja. Dada akaona acha nikungate kwanza. Alipomngata Isabela, lakini bado Isabela aliendelea kukamata shingo yake, na dada akaona yeye nitakufa. Akapiga kelele na watawa wakaja wakamchukua Isabela na kumtoa pale ili mradi asiwe mtu. Huku alipofika hospitali, Taboga anaangalia, anamwambia hakika kila kitu kitakaa sawa na mtoto bado anaendelea kupumua. Anamwambia kwa nini Isabela ananifanya hivyo? Taboga anamwambia usijali, Isabela yake atakuwa sasa hivi ameisha na tutamtoa, tutampeleka mbali zaidi na zaidi. Basi dada anaogopa, anauliza maswali kwa mitego, lakini huyu mchungaji anamwambia usiwe na shaka, kila kitu kitaenda sawa, na wote wanamtuliza huko wanaangaliana. Dada alitoka taratibu, lakini aliona watawa wawili wanamwangalia kwenye dirisha. Sipunde mtawa mmoja akadondoka, watu wote wanakimbilia kwenda kuangalia nani alijua, anamkuta Isabela tayari amejiua. Umeelewa? Kwa hiyo hapa wanachukua ile sanduku na kuanza kwenda kuandaa mazishi, lakini Gwen anamwambia hakika kuwa makini sana, kuna jambo zito linaweza likatokea. Na alipomuuliza mchungaji hakuwa na maneno, ikabidi dada atoe sauti kubwa kuambia hakika ni washenzi, hakika wanatuonea sisi. Wakaona asijakatoa siri zetu, wakamchukua moja kwa moja na kumwingiza ndani ya chumba. Kipindi mwingiza ndani ya chumba, ile picha iliyofungwa na Mary, picha ikiwa inaanza ikawa imedondoka ya mama Maria. Na hapa dada anakuta ujumbe mzito ambao uliachwa na Mary, na kuchukua Bible kufuatilia ile mistari iliyoandikwa, anakuta hapa ni masuala ya kishetani na watu ambao watakujifanya wao kama malaika, kumbe ni shetani ambaye anajifanya yeye malaika. Basi akaenda kuangalia ile profile yake na kutaka kuangalia ile profile yake waliandika kitu gani, na alipoangalia ile document alikuta ile draw imefungwa, akabidi achukue kisu na kuanza kulifungua, na mwisho wa siku anakuta ile draw na profile yake. Lakini kuna mambo mengi, akaona masuala ya DNA, masuala ya damu. Lakini sasa anasikia sauti, na alipozifuatilia zile sauti hakuamini anachokiona. Anamuona Gwen anateswa huku akitolewa meno, na mara mwisho wa siku anaona mtu hapa anakuja, anamshika mdomo, anamwambia nyamaza, nimekupa huu msalaba uwe kama kinga yako, na ikiwezekana ondoka. Anamwambia msalaba niondoke, niende wapi? Anamwambia ondoka sana haraka iwezekanavyo. Mwanamama anamsaidia, na asubuhi yake inapofika hapa, vurugu na kupushani, wanamkuta binti damu nyingi zimemtoka. Wakajua kuna jambo baya amejifanya. Kwa hiyo watu wote wamechanganyikiwa, na dada anapiga kelele ambayo haifai na kelele ambayo haijulikani inatokea wapi, na mwisho siku utia ndani ya gari kuondoka. Na mama huyu mtawa mkuu anakuja kitandani hapa, anaona unyoya. Kumbe alipoangalia vizuri alikuta dada huyu ametumia trick ya kuchinja kuku na damu zile kujipakeza. Wakiwa kwa barabarani, pasta anapokea simu, na dada anajua siri yake tayari imeshagundulika, na akaanza kukimbia, na wanaume hao wawili wakaja wakamchukua na kumrudisha moja kwa moja ndani ya chumba. Anafika huku mama mtawa anamkata kibao na anamwambia oga, kwa sababu wewe ni mshenzi. Anamwambia nyinyi ndio washenzi na Mungu atakuadhibuni. Baada ya kusikia Mungu atakuadhibuni, mama anazidi kuwa mkali, wakamfunga na minyororo TTT, yani asiondoke. Na mchungaji anamwambia hakika tunataka tumrudishe Bwana Yesu ili mradi arudi tena katika wakati huu. Kwa miaka mingi Yesu hayupo, na sisi
sisi sote tunamsubiria Yesu. Kwa hiyo Yesu huyu atazaliwa katika tumbo lako. Umeona? Kwa hiyo hawa lengo lao wamrudishe Yesu, na kwa akili zao tu za kipumbavu. Na huyu padri anamwambia, hakika wewe ni mama bora, na hakika wewe ni mama ambaye utatusaidia sisi kumrudisha Bwana Yesu. Kwa hiyo tunakupa ulinzi wote na kanuni zote, ili mradi utuzalie Yesu wetu, na Yesu aje kuikomboa dunia kutokana na dunia ina dhambi. Yaani kweli huyu mchungaji amechanganyikiwa, na mwanadada hapa anajikuta anapiga kelele mpaka anapiga tena, na mwisho wa siku akajikuta yuko peke yake na hana msaada, na hapa akaona bora adondoke tu kwenye kiti hiki na kusogea taratibu, lakini mlango ulikuwa umeshafungwa. Aliita we mpaka kaita tena, na asubuhi yake ilipofika hapa kaja kuungama, na mchungaji hakuongea chochote. Ama Blanco, mchungaji mkuu, akiwa anachezea tasbihi yake, mwanamama akakata ile tasbihi na kwenye kucha yake akachomoa kitu kirefu. Umeelewa? Kwa hiyo mchungaji anamwambia, hakika kama Mungu amekuchagua wewe, basi tuzalie tu huyo Mungu wetu na tutolee huyo Yesu wetu. Basi huku wanaendelea kuangalia mimba inaendelea vizuri, na daktari alijisahau akaacha mlango wazi. Hapa dada anachukua msalaba anampiga nao mwanamama huyu mtawa mkuu na kumuua moja kwa moja, huku akiwa anashota mdogo mdogo na mimba yake, lakini chupa nayo inavunjika kwa sababu wakati ulishafika wa dada huyu kujifungua. Blanco akiwa hana moja wala mbili, dada anamshtukiza naye anamuua. Dada anakuwa kamanda, na huyo anaona isiyo shida bwana, endelea kufanya mambo yako, anakimbia. Dada anaondoka mdogo mdogo na tumbo bado linaendelea kumuuma, lakini anajikaza. Alienda alichukua ule wanasema ni nini, ni ilizi, na hapa alitia moto maabara yote. Lakini huyu anakuja mchungaji mkuu anamwambia, hakika tulia, haina haja ya kuchoma moto, kwa sababu wewe unaenda kumzaa Mungu, kwa sababu wewe unaenda kumzaa Mungu. Yesu anarudi katika tumbo lako. Basi kutumia lile na tumbo kwa linamuuma, basi dada anaendelea kupambana na huyu mchungaji na kumpiga, na mwisho siku dada alifunga mlango, lakini nywele zake zilikuwa bado. Jamaa anachukua kile kitu anamshika dada, na dada anakata, lakini chupa inakuwa bado inatoka. Dada anaacha kibiriti kile na mlango kule unawaka, lakini mchizi aliwahi kuchukua fire extinguisher na kuanza kuzimazima, ili mradi moto usijie ukajaa ndani ya chumba kile ukamletea madhara. Dada anapiga kelele, uchungu unamshika, na huyu mchungaji anafanikiwa kuvunja ule mlango. Dada anashota mpole kutetea maisha yake na kupata tochi hapa. Basi alipopata tochi anaendelea kukimbia, kwa sababu mchungaji anaendelea kumfuata kwa nyuma. Dada aliendelea kukimbia na kukimbia tena, lakini alikuja alikizima tochi yake, na huyu mchungaji alipita na mwanga wake, kwa sababu na yeye alikuwa anafuata muondoko wa hudada. Lakini hapa anakuta maiti ya Gweni tayari ameshafariki. Kwa hiyo hawa watu ni washenzi, tena si watu wa kufaa. Dada anaona hapa sehemu ya kutokea, lakini huyu mchungaji anamshika mguu, anamwambia rudi huko, unataka kwenda wapi? Na angali wewe una baba yetu, angali wewe una Mungu tumboni. Dada ya Gweni anapiga kelele, lakini hapa anaona bora achukue kisu chake ambacho alikificha, na moja kwa moja anamchoma huyu mchungaji katika kichwa chake, na huyu mchungaji anafariki dunia. Dada anatoka taratibu akiwa katika chemba hizi, na hapo dada anajifungua na anakata kitovu cha huyu mtoto aliyemzaa. Na huyu mtoto si mtoto bali ni shetani, huyu mtoto ni jini, huyu mtoto si mtoto. Kwa hiyo anachukua jiwe zito, anamaliza kizazi chake. Oya wanangu wa Tam TV Recap Max, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe kwa maendelezo mikali na picha nyingi kama hizi. Ni hapa chao.